الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده وبلغهم غاية المراد. نحمده سبحانه ونشكره على نعمه لا تحصى لها تعداد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ndugu zangu wa Kiislamu, nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wa Kiislamu, tupo katika mwezi wa Shaabani na tupo katika Ijumaa ya mwisho wa mwezi wa Shaabani. Ndugu wa Kiislamu, miongoni mwa miezi mitukufu ni mwezi wa Shaabani na Ramadhani ipo mbele yetu. Muislamu mwenye akili angoje Ramadhani ije ifike ndiyo aanze kujirekebisha, bali huanza maandalizi mapema. Wema waliotangulia walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Mola, tubariki sisi katika mwezi wa Rajab na Sha'bani na tufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Ndugu wa Kiislamu, tuna mgeni anakuja. Kama ilivyo kawaida ya mtu akijua kama anakuja mgeni nyumbani kwake, huandaa mazingira yake kwa ajili ya kupokea yule mgeni ili afikie katika sehemu inayopendeza. Na mbele yetu kuna mgeni wa Ramadhani ambaye anahitaji maandalizi ya kupokelewa. Ndugu wa Kiislamu, miongoni mwa maandalizi yake ni maandalizi ya kiibada. Ni ngumu kufanya ibada ndani ya Ramadhani ila kwa njia ya kujizoesha kabla ya Ramadhani. Ndugu wa Kiislamu, miongoni mwa ibada hizo ni kusimamisha swala vizuri, kuimarisha swala za faradhi kwa wakati, sio kuswali muda unaotaka wewe, kuzidisha swala za sunna, mfano salatu duha au salatu tahajjud na salatu al-qablia na ba'dia. Ndugu yangu wa Kiislamu, kujirekebisha kwa kuwa na nyenyekevu huku na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kujenga uhusiano mzuri wa Qur'ani, kuisoma kabla ya Ramadhani kila siku angalau kurasa chache, kutoa sadaka, kujizoesha kusoma dua nyingi na kutufikisha katika mwezi wa Ramadhani. Qala Allah ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mola wenu amesema, niombeni waja wangu na mimi nitakupeni. Ndugu zangu Waislamu, pia tunatakiwa tujizoeshe kuacha mambo ya kipuuzi, kwani Ramadhani haihitaji uongo, umatusi, chuki, dhulma baina yetu, kukosa subira ikawa saa zote ugomvi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man lam yad'u qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Qala Rasulullah, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yad'u qawla az-zur, ambaye hataki kuacha maneno ya kipuuzi, wala amalu bihi, na kufanya kazi mambo ya kipuuzi katika mwezi wa Ramadhan, falaysa lillahi haja, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja naye, ayad'a ta'amahu, kuacha chakula chake, wa sharabahu, na kuacha kinywaji chake. Bora mtu huyo ale tu kuliko kukaa na njaa. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujenge ratiba ya Ramadhani tangu
katika mwezi huu wa Shaabani. Tuweke ratiba ya Qur'ani, ratiba ya swala, ratiba ya familia, ratiba ya sadaqa. Rajabu ni mlango, Shaabani ni daraja, Ramadhani ni lengo tunalotakikana tuvuke katika hilo daraja tupate matunda yake. Mola mtukufu, tuandalishe nyoyo zetu kwa Ramadhani, tubariki toba zetu, tukurubishe ibada na turekebishe ibada zetu na tabia zetu, na utufikishe katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa na afya na imani na ikhlas. وقال عز من قائل عظيم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء هم الأموات. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أي ndugu zangu wa Kiislamu, nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Kiislamu, tuzingatieni yafuatayo. Ujana unaondoka, maisha hayadumu, utajiri haukai, afya haiendelei. Basi hivyo visitudanganye. Hatakiwi binadamu kudanganywa na afya yake au utajiri wake au nguvu zake na haya maisha tuliyonayo. Je, ndivyo yalivyokuwa kabla yake? Kila aliyekuwa mzee alikuwa kijana, na kila aliyekijana alikuwa mtoto, na kila alikuwa maradhi alikuwa na maradhi alikuwa mzima. Yote haya ni kwa sababu hakibaki chochote katika hii dunia isipokuwa kitaondoka. Qala Allah Ta'ala, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu man 'alayha fan, kila kilichopo katika mgongo wa dunia kitaondoka. Wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, na tabaki Allah subhanahu wa ta'ala bali mtukufu na mwenye nguvu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihisabuni nafsi zenu kabla kujahesabiwa. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujihesabu kabla tujahesabiwa. Je, wewe hapo ulivyo ulikuwa hivyo? Kijana mwenzangu, je ulikuwa hivyo? Wewe mzee, je ulikuwa hivyo katika uzee? Mgonjwa, je ulikuwa hivyo katika ugonjwa? Kila siku zikenda mbele mwili unatuacha, nguvu zinapungua, kwani Waswahili wanasema binadamu si samaki, kama kila siku anazidi kuwa ngumu. Kutokana na sababu hiyo, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikhtanimu khamsan qabla khamsin, yawahini mambo matano kabla kukufika mambo matano. Shababu kabla harami, ujana wako kabla kuzeeka kwako. Wasihatuka kabla saqarik, na afya yako kabla kumwa kwako. Waghinaka kabla faqrik, na utajiri wako kabla kufukarika kwako. Wafaraghaka kabla shughlik, na ufaragha wako kabla kuamize kwako. Wahayataka kabla mautik, na yawahi maisha yako na uwahi uhai wako wa maisha kabla ya kufa kwako. Ndugu zangu wa Kiislamu, muda wako na faragha yako na afya yako na ujana wako ni muhimu kabla ya kukufika mambo ambayo yataudhoofisha mwili wako, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, aula laka faula thumma aula laka faula ayahsabu al-insanu an yatraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia aula laka fa aula, ole wako thumma aula laka fa aula, ole wako kisha ole wako. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, je unadhani wewe mwanadamu mimi nitakuwa cha bure baada ya kuondoka hapa duniani? Alam yakun nutfatan min mani yumna, wewe kuwa ni tone la manii, wa thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kisha tukaliumba tukalifanya ni pande la damu, kisha tukaleta sawa, faja'ala minhu zawjaini, tukawajalia pea zakara wal untha, kisha baadaye tukachagua tukatoa kati ya mwanamume na mwanamke. Je, jiulize swala hili, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, je Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na uwezo wa kukurejesha wewe, kukurudia baada ya kukutoa katika mauti? Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katutahadharisha kuhusu kutumia muda wetu tulionao, na hususa katika mwezi wetu huu wa Shaaban. Turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia Ramadhani, kwani kuna miongoni mwetu walitarajia kufika leo Shaaban lakini hakuweza kufika, na kati yetu sisi hakuna anayetarajia kufika katika mwezi wa Ramadhani. Allah huenda subhanahu wa ta'ala akamchukua. Kwa hiyo maandalizi yako utakaojiandaa kwa ajili ya Ramadhani, ujana wako utakaoandaa kabla ya kuzeeka kwako, afya yako kabla ya kumwa kwako, yote haya yatakusaidia ukiondoka kabla ya Ramadhani. Ndugu wa Kiislamu, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuzitumie hizi fursa vizuri Allah alizotujalia, hususa katika miezi hii mtukufu tulionayo, isitupite bila kufanya mabadiliko katika maisha yetu ya ibada. Mola wetu mtukufu, tubariki katika mwezi wa Rajab na Shaaban, na tufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الصالحين، سيدنا أبي بكر الصديق التقي، وسيدنا عمر الفاروق النقي، وسيدنا عثمان ذي نورين الزكي، وسيدنا علي الوفي الراضي، وعن ستة الباقين، وعن التابعين والتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم سلم الحجاج والعمار إلى بيتك الحرام، والزائرين قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.